Watu wengi wanaamini kuwa kukua kimaisha kunakuja na umri, kwamba kadri miaka inavyoongezeka ndivyo akili inavyokomaa. Lakini ukweli ni huu hapa. Sio kila mtu mzima ana akili iliyokomaa. Akili iliyokomaa haionekani kwa sura, haipimwi kwa cheo, wala haithibitishwi kwa maneno makubwa. Inaonekana kwenye tabia zako, kwenye maamuzi yako na kwenye namna unavyoshughulikia maisha pale mambo yanapokwenda vibaya. Leo tutazungumza kuhusu tabia zinazoonyesha akili yako imepevuka kweli. Na kama utajitambua kwenye baadhi ya hizi, ujue uko hatua kubwa mbele kimaisha. Hakikisha unaangalia video hii mpaka mwisho, kwa sababu kila pointi itakugusa kwa namna tofauti. Moja, hauhitaji kushinda kila mjadala. Akili isiyopevuka hupenda kushinda mabishano. Hupenda kuthibitisha kuwa iko sahihi hata kama inavunja amani. Lakini akili iliyokomaa inatambua jambo moja muhimu sana. Sio kila mjadala una thamani ya kushindaniwa. Mtu mwenye akili iliyokomaa anaweza kuona hoja yako, akaona makosa yako, lakini bado akachagua kunyamaza. Sio kwa sababu ameshindwa, bali kwa sababu anajua kuwa amani yake ina thamani kuliko ushindi wa maneno. Watu wenye akili iliyokomaa hawatumii nguvu zao kwa vitu visivyokuwa na maana. Wanajua wapi waseme na wapi waondoke kimya kimya. Pili, unakubali makosa yako bila visingizio. Akili isiyopevuka huogopa kukosea. Hujilinda kila mara na utafuta mtu wa kumlaumu. Lakini akili iliyokomaa husema ndio, hapa nilikosea. Hakuna drama, hakuna kujitetea na hakuna hadithi iliyo ndefu. Mtu mwenye akili iliyokomaa anajua kuwa kukubali kosa hakupunguzi thamani yake, bali huiongeza. Na watu dhaifu tu ndio wanaogopa kukiri makosa yao. Wenye akili iliyokomaa hutumia kosa kama daraja la kujifunza. Tatu, huchagua vita vya kupigana. Sio kila kitu kinahitaji majibu. Sio kila dharau inahitaji mapambano. Akili iliyokomaa ina uwezo wa kuchuja. Inajiuliza, je, hili linastahili nguvu zangu? Je, likipita litabadilisha nini? Watu wengi huchoka kwa sababu wanapigana vita visivyokuwa vyao. Lakini mtu mwenye akili iliyokomaa huchagua vita vinavyohusu heshima, maadili na mustakabali wake. Vingine vyote huviacha vipite. Tabia 4, huchukua muda kabla ya kujibu. Akili isiyopevuka hujibu kwa miemuko. Hasira ikija, maneno hutoka. Lakini akili iliyokomaa hukaa kimya kwanza. Inasikiliza, inapima, kisha inajibu. Mtu mwenye akili iliyokomaa anajua kuwa neno moja linaweza kujenga au kubomoa kabisa. Ndio maana hasemi haraka na anajua uzito wa maneno yake. 5, huheshimu tofauti za watu. Hauhitaji watu wafikiri kama wewe. Hauhitaji kila mtu wakubaliane na wewe. Akili iliyokomaa inajua kuwa tofauti za watu hazimaanishi uadui. Unaweza kukataa wazo la mtu, lakini bado ukamheshimu. Watu wenye akili iliyokomaa hawapigani kubadilisha kila mtu. Wanaheshimu mipaka ya fikra. 6, unajua kuweka mipaka kwa maana ya boundaries. Kusema hapana sio ukatili, ni kujilinda. Akili iliyokomaa haikubali kila ombi, haivumilii kila tabia na hairuhusu heshima yake kukanyagwa. Mtu mwenye akili iliyokomaa anajua kuwa bila mipaka watu watakutumia bila huruma. Mipaka inalinda muda wako, akili yako na amani yako. Tabia 7, hufurahi kimya kimya. Huhitaji kutangaza kila hatua unayopiga. Huhitaji sifa kila mara. Akili iliyokomaa hufanya mambo kimya kimya na kuruhusu matokeo yaongee yenyewe. Unajua thamani yako, huhitaji uthibitisho wa watu. Utulivu wako ni ishara ya nguvu na sio udhaifu. 8, haujilinganishi na watu wengine. Unajua safari yako ni yako, muda wako ni wako. Akili iliyokomaa haishi kwa pressure ya mafanikio ya watu wengine. Unajua kuwa kila mtu ana timing yake. Unajifunza, unakuwa, unaendelea na hakuna haja ya haraka. Tabia 9, unajifunza kila siku. Akili iliyokomaa haijioni imefika. Inajua bado ina safari. Unasikiliza, unasoma, unakubali kurekebishwa. Kujifunza ni ishara ya akili iliyokomaa na sio udhaifu. 10, unatafuta amani zaidi ya kelele. Kadiri akili inavyopevuka ndivyo kelele zinavyopungua.
unachagua utulivu, unachagua maisha yenye maana, unachagua watu wachache lakini wa kweli. Akili iliyokomaa inajua kuwa amani ni utajiri mkubwa kuliko umaarufu. Kama umejiona kwenye baadhi ya tabia hizi, basi ujue akili yako iko kwenye njia sahihi ya ukuaji. Na kama bado unajifunza, usijilaumu. Ukuaji ni safari na wala sio mashindano. Like video hii, subscribe na tuandikie kwenye comment ni tabia ipi imekugusa zaidi. Mimi nasema asante, tutakutana kwenye video inayofuata. Bye bye.